Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na sakata la kesi inayomuandama mwanadada ambaye huyu ni muigizaji hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la Nicole Jobery. Nadhani watu wengi sana watakuwa wanamfahamu. Nicole ni mmoja kati ya wadada ambao wamepata umaarufu mkubwa sana kutokana na uigizaji, lakini pia ameonekana katika baadhi ya nyimbo za wasanii na mambo mengine mengi. Ana harakati nyingi sana ambazo anazifanya. Sasa hivi karibuni bwana, kuna hii kesi ambayo inamwandama. Kesi hii bwana inahusiana na yeye Nicole kutokuwa na kibali na kuchezesha michezo ya upato. Umeona bwana, kwa hiyo issue ya kuchezesha upatu bila kuwa na kibali ni kosa kisheria, kwa sababu lazima uwe na kibali kutoka BOT, yani Benki Kuu ya Tanzania. Sio tu kuchezesha, lakini pia vile vile kukusanya fedha kutoka kwa jamii, lazima pia ufuate hizo process ambazo zimewekwa kutoka BOT, Bank of Tanzania, yani Benki Kuu ya Tanzania. Sasa mpaka hapo inaonekana kama vile ni alikuwa tayari ameshakeuka sheria, lakini pia kitendo cha yeye kutapeli, yani kwa sababu inasemekana kwamba alikusanya fedha alafu alitaka kusafiri, na simu alizokuwa anapigiwa na watu ambao alikuwa amekusanya fedha zao alikuwa hapokei, ambapo ikabidi watoe taarifa na msako ukaanza, na wakamdaka akiwa airport akiwa anataka kusafiri kuelekea Nigeria. Kwa hiyo alikamatwa. Sasa hivi ni almost inaenda zaidi ya wiki sasa hivi. Na siku ya jana alipelekwa mahakamani kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kwenda kusomewa mashtaka, na tayari bondi ilikuwa imeshapangwa na mahakama. Yani inamaanisha kwamba walikuwa tayari wameshapanga kiasi ambacho kinatakiwa kilipwe kwa ajili ya dhamana, iwapo kama atataka kutoka maabusu kwa ajili ya kuendelea na mishe zake nyingine wakati kesi ikiendelea kuunguruma mahakamani. Lakini kutokana na kiwango ambacho kilikuwa kimetajwa ni kwamba Nicole ameshindwa kulipa kiasi hicho, na moja kwa moja imebidi arudishwe rumande au maabusu kwa namna moja au nyingine. So kwa mujibu wa mashtaka ambayo amesomewa bwana Nicole ni kwamba inasemekana kwamba anatakiwa arudishe pesa ambazo anazodaiwa, ambazo ni zaidi ya milioni 180 na laki tano, yani 180.5, ambayo ni sawa, akisema 0.5 maana yake ni laki tano, ni zaidi ya milioni 180, yani maana yake kwa kifupi hizo ni pesa ambazo alikuwa amezikusanya, zinatakiwa zirudi kama kwa ajili hii ni kesi ndio imeanza, yani maana yake. Kwa hiyo anasema kwamba kwa mujibu wa mahakama, wakati kesi hiyo inaendelea, pia vile vile itakiwa alipie milioni 46. Hii ni ya dhamana. Umeona bwana, milioni 46 ya dhamana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini hiyo milioni 46 Nicole ameshindwa kulipa, kwa hiyo moja kwa moja amerudishwa tena rumande. Kwa hiyo hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba maskini Nicole kakosa dhamana, so amerudishwa tena rumande. Wakaelezea hapa kwa kirefu kwamba msanii wa filamu nchini na mfanyabiashara Joyce Mbaga almaarufu kama kwa jina la Nicole Jobery amerudishwa rumande baada ya kushindwa kukidhi masharti ya dhamana. Nicole ambaye amepandishwa kizimbani siku ya March tarehe 10 mwaka huu 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni, Dar es Salaam, anatuhumiwa kupokea shilingi milioni 185 na laki tano kutoka kwa umma bila kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Masharti mengine yaliyoainishwa katika kesi hiyo ni mtuhumiwa kuwa na wadhamini wawili na kuwasilisha mahakamani hati ya mali isiyohamishika yenye thamani ya kiasi cha pesa kilichotajwa. Mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo ambaye anafahamika kwa jina la Rehema Mahanyu, ambapo pia kwa pamoja wametuhumiwa kwa mashtaka matatu ikiwemo kosa la kuongoza genge la uhalifu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa umma na kupokea amana kutoka kwa umma bila leseni. Kesi hiyo imeahirishwa hadi mnamo Machi tarehe 24 mwaka huu 2025 kwa ajili ya kutajwa. Ningekuwa na hela ningeenda, kuna mtu ameandika tu kwamba ningekuwa na hela ningeenda kumdhamini, huenda siku moja angekuja
kufikiria wema wangu akaamua kunibless. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Nicole anatakiwa alipe hiyo bond ya milioni 46 au awasilishe hati ya mali isiyohamishika yenye thamani ya kiasi hicho cha fedha kwa ajili ya dhamana yake. Umeona? Yani kiwanja au nyumba yenye thamani hiyo ya milioni 46 inatakiwa iwasilishwe pale au awasilishe cash 46M. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na wadau mbalimbali huko mitandaoni bwana wamefananisha hiki ambacho kinamkuta sasa hivi Nicole na ile ambayo ilishawahi kumkutaga pia Kajala, ambapo kwa upande wa Kajala bwana alijitokeza Wema akalipaga. Nadhani utakuwa unakumbuka Wema alilipaga milioni 13 kumtoa Kajala gerezani. So the same watu wanakumbuka lile tukio. Na Juma Lokole pamoja na watangazaji wenzio wa Mashamshamu wameanza kuwaomba baadhi ya watu wasanii washikamane wamtoe Nicole, wasianze kufikiria kwamba je ni kweli ana makosa au la, walichofanya ni sahihi au sio sahihi, lakini akiwa kama msanii mwenzao wamsupport. Umeona bwana? Kwa hiyo Juma Lokole ameitisha wito huo kwa wasanii wenzio wakamtoe Nicole kule rumande. Lakini pia vile vile ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja wameweka maoni yao. Watu wengine wamekuwa wakiuliza kwamba bwana imekuwaje kwanza hizo fedha milioni 180 na hizo ambazo amezikusanya kutoka kwa watu ziko wapi? Kwa nini asitumie hizo kutoa kama dhamana aweze kuwa nje? So watu wamekuwa na maoni mengi sana. Kuna mtu amesema kwamba bwana kwani hizo hela amepeleka wapi? Huyu ni Kari Juma Kanda anasema kwamba bwana Konde yupo atamsaidia. First King anasema kwamba bwana alisemaga kwamba anatembea na milioni 3 kwenye pochi kila siku. Pesa zake zote ziko wapi? Diana Enoke anasema kwamba bwana Mungu msaidieni tu huyu Nicole, lakini naamini kwamba wasanii wengi sana wanafeki maisha, hawana kitu. Kuna la kujifunza hapa. Huyu hapa anaitwa Official Grace anasema kwamba bwana mpaka Wolper na yeye pia ni rafiki yake wa damu. Je, hajamtolea hiyo pesa? Dorisi anasema kwamba bwana jua kali. Anasema kwamba bwana bwana wale wa baba wanaomsemaga wale wa baba wamemkimbia. Kwa mtu ameuliza, kwa mtu anasema bwana lakini dhamana sio cash, ni kuja mtu kusaini tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana kwa hiyo wababa wanaompelekaga Dubai wameshindwa kumdhamini. Kuna mtu amekuja kuuliza. Kwa mtu amesema kwamba bwana Harmonize afanye kazi. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana hapa ndo utajua kwamba una marafiki au una watu unaofahamiana nao. Kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Hicho ndo kitu ambacho kimemsibu au kinachomkabili kwa sasa Nicole. Na watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza huko kwamba ndugu wako wapi nao. Kwa mfano kuna mtu amesema kwamba bwana amesema kwamba bwana wapo wapi watu wa karibu wa huyu dada Nicole? Mpenzi wake yuko wapi? Waigizaji wenzio wa Bongo Movie wako wapi? Marafiki, BFF wake wale wa kupop champagne wako wapi? Hata mliomtumia kama pambo kwenye nyimbo zenu, ma video vixen mlimtumia kama video vixen kama vile Brother Tembo. Kwa hiyo nyinyi nyote mpo upande wa Jamhuri sio? Kuna mtu ameuliza hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe, tuweke maoni yako katika comments, tutakuwa tukisoma na kureplay, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.